Bwana mtazamaji, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni ni kuhusiana na issue ya mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Diva the Boss, mfanyakazi wa Wasafi pale. Ni kwamba siku ya jana bwana alianza taratibu na alianza kwanza kabisa kwa kusema kwamba yeye ameamua kuacha kazi Wasafi, lakini baadaye bwana akaja akaweka ujumbe kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii akiwa anaeleza baadhi ya vitu kumhusu marehemu Dida. Umeona bwana, Dida ni mwanahabari wa muda mrefu sana katika maredio mbalimbali, lakini mpaka uhai wake, mpaka anakuja kufariki, ni kipindi ambacho alikuwa akifanya kazi pale Wasafi, na Diva naye pia alikuwa anafanya kazi pale pale, lakini inasemekana kwamba hakukuwa na maelewano mazuri kati ya hao wawili. Lakini baada ya Dida kufariki, Diva siku ya jana bwana ndo amekuja kuzungumza haya mambo. Sasa hii bwana ndio kauli za Diva zimekuja kuwakwaza watu wengi sana, wakidai kwamba inakuwaje unamzungumzia mtu ambaye ni marehemu, mtu ambaye amefariki, unakuja kumzungumzia negatively, na kama kuna mabaya yake ulikuwa unataka kuyazungumza, kwa nini kuyazungumza kipindi yuko hai? So nimekuelezea katika video iliyopita kwamba Juma Lokole amechukizwa na hiki kitendo na akaja akaamua kumchamba Dida. Amenyoosha maelezo kwamba huyu Dida ni mnafiki, huyu Diva ni mnafiki na yeye hampendi hata kidogo. Sasa basi nataka hapa usikilize kauli ambayo imepelekea baadhi ya watu, tumeona watu wengi sana wakina Aunty Lulu, tumemwona Gifty, tumemwona Juma Lokole, wote wamechukizwa na hiki alichokifanya huyu mwanadada Diva the Boss. Lakini pia hapa kuna page hapa zimekuja kuripoti kuhusiana na hiki ambacho amekizungumza Diva. Kwa mfano hapa Diva ameandika, kuna page hapa ameandika kwamba bwana Diva the Boss anasema kuwa alikuwa anampenda sana marehemu Dida, lakini akaja kugundua kuwa alikuwa ni mbaya kwa upande wake kipindi alipofariki. Yaani amekuja kugundua kwamba Dida alikuwa ni nyoka kwake. So hapa bwana nataka umsikilize yeye mwenyewe Dida akiwa analielezea hilo swala taratibu kabisa. Dida alivyokuwa live, she was being too much. Oops, Mwenyezi Mungu amekemala, she was being too much. Because that lady when nampenda, najua sikuwahi kumkosea. To me she was like a sister, and I was calling her all the time, like I was calling her my sister, you know. Sometimes ya Dida hapo bwana, huyu Diva yeye ameanza kwa kusema kwamba wakati Dida alivyokuwa yuko hai alikuwa na mambo mengi sana, yani alikuwa amepitiliza. Ndo amezungumza kwa Kiingereza kwamba she was too much na vitu vingine kama hivyo. Kuna vitu vyangu namuelezea, I have this and that, you know, she was giving me advice, but she was a snake, you know. She was a snake and I never knew that she was a snake. Hapo bwana mwanadada Diva amezungumza tena kwa Kiingereza, anasema kwamba she was a snake and I never knew that she was a snake, akiwa anamaanisha kwamba kumbe bwana huyu Dida kwake yeye alikuwa ni nyoka, na yeye alikuwa hajajua kama huyu ana tabia za kinyoka. Yani nyoka ni kama vile mtu ambaye ana madhara, anataka kukudhuru, yani ukijichanganya, ukijizubaa anakudhuru. The minute that I knew she was a snake, alikuwa shafariki dunia. Ndio anasema kwamba bwana kipindi alivyokuja kugundua kwamba Dida alikuwa ni nyoka kwake ni kipindi ambacho tayari ameshafariki. Just came to realize like, oh my God, she was really a snake, you know. But I don't care. I was there. Zile story my mother anasema sijui sikwenda kwenye msiba, it was all lie, it was a total lie. So anasema kwamba baada ya kugundua kwamba Dida alikuwa ni nyoka kwake, yeye hakujali na mambo mengine yakaendelea, lakini anasema inasemekana kwamba huyu bidada bwana hakwenda katika msiba wa Dida. Nilienda kwenye msiba, nilienda nyumbani kwao, guys. Nilienda msikitini pale Upanga Maamur, nilienda makaburini Kisutu, na sikuwa peke yangu, nilikuwa na yule dada alikuwa anauza vipodozi, she was a friend back then, and Janelle, tulikuwa wote pale mwanzo mwisho. I played my part and I was really hurt. Nilumia sana because to me, sikuangalia what she did to me. To me she was like a sister, you know. So nilumia like I lost a sister. Yes, so sikuhesabu vitu vingine at that point. Lakini being talked about, the negativity in these shows, like sometimes it was so like zaidi ya hapo, I had my moments, good moments, and wanasema
sweet memories. I cherish them and I carry them. Nilikuwa na wakati mzuri, sidanganyi. Sitakuwa Mungu, ilikuwa wakati mzuri ya Rabi. Kwa wakati mzuri kwa nikitaka kitu. Napewa. Nilikuwa nikitaka chochote. Napewa. And the love there. Dida alivyokuwa alive, she was just she was being too much. Oops, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema, she was being too much. Because that lady nampenda. Najua sikuwa kumkosea. To me, she was like a sister. And I was calling her all the time, like I was calling her my sister, you know. Sometimes nilikuwa nikiwa na vitu vyangu namwelezea, I have this and that, you know. She was giving me advice, but she was a snake, you know. She was a snake, and I never knew that she was a snake. The minute that I knew she was a snake, alikuwa shafariki dunia. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, na hiyo ndiyo kauli ambayo imewakwaza watu wengi baada ya kumuona Diva akisema kwamba Dida alikuwa ni nyoka. Sasa basi, na akasema kwamba yeye amekuja kugundua kwamba ni nyoka baada ya Dida kufariki. So wadau wamekuja kuweka maoni yao hapa kuhusiana na hivi vitu ambavyo huyu bidada amevizungumza. Kwa mfano, kuna hapa anaitwa Rehema amesema kwamba bwana huyu huwa na bakteria kichwani, hayuko sawa. Kuna mwingine amesema kwamba bwana kiukweli Diva apendagi kuishi na amani, sijui kwa nini. Kuna bidada mwingine hapa anasema kwamba bwana huyu dada atakuwa ni mwanga, amemua mwenzie, sasa damu yake inampelekesha. Kuna mwingine hapa amesema kwamba huyu dada ana matatizo ya akili, hata kama mkisema kwamba mumwaishi sasa hivi mmeshachelewa. Mwingine anasema bwana sasa ulijuaje mtu ni mbaya wakati baada ya kufariki? Mwingine anasema kwamba bwana Mungu wangu marehemu asemwe, unajisikiaje? Watanzania huaga hatuko hivyo. Kuna mwingine hapa anasema kwamba bwana huyu dada ni mieyusho. Wengine hapa amekuja kudondosha matusi moja kwa moja, lakini kuna huyu hapa ameandika kwamba bwana yani mtu ashafariki ndo unakuja kumzungumzia alafu unamuita nyoka, huyu dada apelekwe Milembe, hayuko sawa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho Diva amekisema au kukifanya katika mitandao ya kijamii? Hii ilikuwa ni live yake wakati ameruka huko TikTok.